والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أخواتي الكريمات، نحمد الله عز وجل الذي جمعنا في بيت من بيوت الله نتدارس فيما بيننا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله عز وجل أن يظلنا برحمته، وأن ينزل علينا السكينة، وأن تحف علينا الملائكة بأجنحتها. إن شاء الله كما tulivyoahidi بإذن الله الكريم, kila Jumapili tutakuwa na darsa ya akhawat, na vile vile siku ya Jumatatu na Jumanne mtakuwa na moja katika akhawati vile vile akiwafundisha na kuwaelimisha baadhi za ahkam za din. Na insha Allah risala ambayo tutakuwa nayo katika siku hii ya leo, makanatu almar'ati qabla, ni risala ya tanbihatun ala ahkamin takhtassu bilmu'minat. tanbihatun ala ahkamin takhtassu bilmu'minat, tutanabahishwa juu ya ahkam ambazo zinahusu wanawake waumini. Na hii ni risala ya al-allama al-Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ah. Qala al-musannif وفقه الله تعالى: أحكام عامة. يعني فصل ya kwanza, أحكام عامة. مكانة المرأة قبل الإسلام. مكانة المرأة قبل الإسلام, يعني sehemu na daraja aliyokuwa nayo mwanamke kabla ya Uislamu. Na tunapotaja kabla ya Uislamu inakusudiwa kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam hajatumizwa, ai katika asri al-jahiliya, yani asri al-jahiliya. Qala al-musannif hafidhahu Allah ta'ala: wa yuradu bima qabla al-islam, bima qabla al-islam asrul jahiliya. Inakusudiwa ukisikia qabla al-islam ni zile zama za kijahiliya التي كان يعيشها العرب بصفة خاص ويعيشها أهل الأرض بصفة عام. ndio hali ambayo waliokuwa wakiishi Waarabu kwa sifa ya khasa, na vile vile wanadamu popote walipokuwa kwa sifa ya am. حيث كان الناس في فترة من الرسل ودروس من السبل, kwa kuwa watu walikuwa katika fatra, katika zama ambazo kulipita mitume kabla ya hapo, na vile vile na durus za njia. وقد نظر الله إليهم كما جاء في الحديث: فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الله سبحانه وتعالى amewatazama kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah jalla jalaluhu akawa amewachukia sawa ni Waarabu au Waajemi, illa baqaya, yani pote lilobaki
min ahli alkitab, katika wale waliopewa vitabu alyahudu wa an-nasara. وكانت المرأة في هذا الوقت في الأغلب الأعم تعيش فترة عصيبة خصوصا في المجتمع العربي. mwanamke ayuha al-ukhti al-karima alikuwa katika nyakati al-aghlab kwa wingi al-a'am, akiishi mwanamke katika zama ambazo ni vigumu, hususan katika mujtama' al-arabi, haithu kanu yakrahun wiladataha, walikuwa wakichukia kuzaliwa mtoto wa kike. Faminhum man kana yudfinuha wa hiya hayyatun hatta tamuta tahta at-turab, kuna wale ambao waliokuwa wakimzika mwanamke wa Kiislamu, ai mwanamke wa zama hizo akiwa yuko hai chini ya mchanga. Wa minhum, na kuna wale ambao man yatrukuha tabqa fi hayati adh-dhull wal mahana, kuna wale ambao walikuwa wakimwacha mwanamke anaishi katika hali ya madhilla na kudhalilishwa na maisha ya duni na kunyanyaswa, iyadhan billah, kama Allah anavyotuelezea katika surati an-Nahl, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi at-turab ala sa'a ma yahkumun. Allah tabaraka wa taala atuelezea namna ile hali waliokuwa nayo fil jahiliya, kwamba wanapobashiriwa mmoja wao kwamba mkewe amejifungua mtoto wa kike, basi alikuwa uso wake anaukunja na akiwa anachukia, yatawara min alqaum yakrahu, alikuwa anachukia wa yakhaf, na kuona aibu kwa wale watu kulingana na uovu mwa lile alilobashiriwa. Sasa anafikiria, je, ni muache huyu mtoto awe dhalili, awe ananyanyaswa, anaonewa, au mnimzike kwenye mchanga? Ala saa ma yahkumun, uovu ulioje yale ambayo waliokuwa wakiyahukumu. Kwa hivyo hii ndiyo hali walivyokuwa katika zama za ujahilia. Anapozaliwa mtoto wa kike, basi anakuwa aona aibu, lile jambo linamkera, kwa sababu hajui afanyeje, amwache yule mtoto awe adhalilishwe au amzike akiwa yuko hai. Nasallallahu al-afia. Waqala ta'ala, kadhalik Allah fi surati at-takwir anasema, wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, siku ya kiyama ataulizwa yule mtoto mchanga aliyezikwa akiwa yuko hai, kwa dhambi gani ambalo lilompelekea yeye kuuliwa. Wal mauuda hiya albintu tudfanu hayyatan hatta tamuta tahta at-turab. Al mauuda ni yule mtoto wa kike ambaye alikuwa anazikwa akiwa yupo hai chini ya udongo. Wa idha salimat min alwa'd wa 'ashat fa innaha ta'ishu 'ishata almahana, akisalimika yule mtoto wa kike na kutozikwa, basi akiishi anaishi katika maisha ya madhilla, ya maonevu. Wallahu almusta'an. Falaysa laha hadhun min mirathi qaribiha. Vile vile mwanamke katika zama za ujahilia alikuwa hana hadhi katika mirathi, yani alikuwa hapewi mirathi ya yule mtu wake wa karibu
aliyekufa. Mahma katharat amwalu, yani mahma ile mali imekuwa ni nyingi, wa mahma anat min alfaqri walhaja, na vile vile hata ikiwa ni fukara anahitaji, liannahum yakhussuna almiratha birrijal duna an-nisa, kwa sababu wao walikuwa wanahusisha mirathi kuwapa wanaume na kuwanyima wanawake. Bal innaha kanat turathu an zawjiha almayit kama yurathu malu, bal mwanamke alikuwa anarithiwa, mume akifa anakuja mtu anamrithi kama vile ambavyo mali inarithiwa. Wa kana aljam'u alkathir min an-nisa ya'ishna tahta zawjin wahid, na ilikuwa jopo kubwa, kundi kubwa la wanawake walikuwa wanaishi chini ya mume mmoja, haithu kanu la yataqayyadun bi'adadin muhaddad, walikuwa si kwamba kama sheria yetu ya Kiislamu kwamba mwanamume ana ruhusa ya kuoa wake wanne, lakini wao mtu aweza kuwa na wake 10 au 100 bila idadi muhaddada min az-zawjat ghayra abiina bima yanaluhunna min jazaa'i dhalik min al-mudayaqat wal-ihrajat wal-dhulm. Pamoja ya kwamba wanawake walikuwa wanateswa wakiishi katika mudhayaqa na kuteswa na kudhulumiwa, wallahu almusta'an. Hii ni sura ukhti fillah, namna alivyokuwa mwanamke katika zama za ujahiliya, akinyanyaswa, akionewa, akidhulumiwa. Amma makanatul mar'a fil islam, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuleta mtume sallallahu alayhi wasallam, ni vipi Uislamu umemtukuza na ukamnyanyua na ukampa izza almar'atu almuslima. Falamma jaa alislam rafa'a hadhihi almadhalima 'anil mar'a, Uislamu ulipokuja na mtume sallallahu alayhi wasallam ukaondoa dhulma hizo, wa a'ada laha i'tibaruha fil insaniya, na ukaregesha kwa mwanamke mazingatio yake kwamba yeye ni mwanadamu na akapewa haki zake za ubinadamu. Qala ta'ala, Allah asema fi surati al-Hujurat, ya ayuha an-nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, enyi watu hakika tumewaumba wanaume na wanawake. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika tumewaumba wanaume na wanawake. Fadhakara subhanahu annaha sharikatu ar-rajul fi mabda'i al-insaniyah. Allah katika hii aya ametaja ya kwamba mwanamke ni sharika, ni mshirika wa mwanaume katika chanzo na uanzilishi za ubinadamu. Kama hiya sharikatu ar-rajul fi thawabi wal iqabi ala al-amal, kama vile ambavyo mwanamke ni mshirika wa mwanamume kwenye thawab na iqab, akisali, akifunga, akitoa zaka, akifanya ibada ya khairi, anapata thawab kama vile ambavyo mwanamume naye anapata thawab kwa ile amal. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yoyote ambaye atakayefanya amali njema, atakayefanya amali njema, awe mwanamume au mwanamke, wa huwa mu'minun, ilhali yeye ni mu'min, basi tutampa maisha mazuri, tutampa uhayati mzuri, na tutamlipa malipo mema kwa yale ambayo aliyokuwa akiyafanya. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-aya
akajaalia ya kwamba almar'atu almuslima sharika, mwanamke wa Kiislam ni mshirika wa mwanamume katika thawab kwenye zile amal saliha ambazo atakazozifanya. Waqala subhanahu wa ta'ala, katika kuonesha ya kwamba aidha mwanamke akiasi, akienda kombo, akikhalifu, naye atapata madhambi na ukuba kama vile ambavyo mwanamume anavyopata. Qala ta'ala liyu'adhiba Allahu almunafiqina walmunafiqat walmushrikina walmushrikat, ili Allah aadhibu wanafiki wanaume na wanafiki wanawake na washirikina wanaume na washirikina wanawake. وحرم سبحانه اعتبار المرأة من جملة موروثات الزوج الميت. الله سبحانه وتعالى akaharamisha kuzingatia mwanamke kwamba si mtu wa kurithiwa na baada ya kufiwa na mumewe, yani aje mtu amrithi yule mwanamke kwa sababu eti amefiwa na mumewe, la. فقال تعالى, الله سيما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. enyi mlioamini, Allah anaharamisha, si halali kwenu nyinyi muwarithi wanawake kwa nguvu, kwamba mwanamke amefiwa na mume, basi baba wa yule mume au babu au ndugu aje yoyote aseme mimi kuanzia leo huyu ni mke wangu. La, bal la budda baada ya kumalizika idda, yule mwanamke atakapotakwa kuolewa awe yeye ameridhia na yule ambaye atakayemuoa. Fadhamana laha istiqlal shakhsiyatiha, Allah akadhamini kwamba ana uhuria wa kumchagua yule mume ambaye amtakaye. Waja'alaha warithatun la mawrutha, akajaalia kwamba mwanamke ni mwenye kurithi na wala si mwenye kurithiwa. Waja'ala lilmar'ati haqqan fil mirath min mali qaribiha, na akamjaalia mwanamke ana haki kwenye mirathi, kwenye mali ya yule jamaa wake wa karibu. Faqala ta'ala للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. للرجال أي wanaume wanafungu katika yale ambayo walioyaacha wazazi wawili na jamaa za karibu, na vile vile wanawake wanafungu katika lile ambalo walioacha wazazi wawili au jamaa za karibu, sawaun kiwe kingi au kiwe kichache. Nasiban mafruḍa, mafungu ambayo yamefaradhiwa na kukadiriwa na Allah tabaraka wa taala. Waqala taala, kadhalika Allah subhanahu wa taala asema, yusikumullah fi auladikum للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. الله تبارك وتعالى anatoa hukumu na amri juu ya kugawanya mirathi. Anawahusieni juu ya watoto wenu, lidhakari mithlu hadhi al-unthayain, kwamba kijana wa kiume anapata nasibu mfano ya wanawake wawili. Fa in kunna nisaa, watakapokuwa wanawake, fawqa 2, ni zaidi ya wawili, falahunna thulutha ma tarak, watapata thuluthi 2 kile ambacho aliyekufa ameacha. Wa in kanat wahidatan falaha an-nisfu, na ikiwa ni mmoja basi yule mwanamke atapata nusu ya mali. Ila akhiri
ما جاء في توريث المرأة أما وبنتا وأختا وزوجة mpaka mwisho wa aya ambazo zilizomrithisha mwanamke wa Kiislamu, sawaun awe ni mama au awe ni binti au ni dada awe ni mke. Wa fi majali zawjiyya, na kwa upande wa mume na mke, hasara Allahu ziwaj ala 4 haddan a'la. Ziwaj au ndoa, Allah subhanahu wa ta'ala akaifunga ya kwamba mtu wingi wa kukaa na wake ni wake wanne, bisharti alqiyami biladli almustata' baina alzawjat, kwa sharti ya kusimamisha uadilifu kadri atakavyoweza baina ya wale wake. Wa aujaba muasharatuhunna bilma'ruf, Allah subhanahu wa ta'ala analazimisha kutangamana nao kwa wema, kama Allah alivyosema ndani ya Qur'an fi surati an-nisa, wa'ashiruhunna bilma'ruf, ay mutangamane nao kwa wema. Wa'ashiruhunna bilma'ruf, ay mutangamane nao kwa wema, muishi nao, muamiliane nao kwa wema. Wa'ashiruhunna bilma'ruf. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sharti hilo kwamba munapo oa hawa wake basi mutangamane nao na muamiliane nao kwa wema. Tayib, waja'ala as-sadaq, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia mahari haqqan laha, amejaalia mahari ni haki katika haki za mwanamke. Yani mwanamke anapoolewa basi apewe nini? Apewe mahari. Mwanamke anapoolewa basi apewe mahari. Wa amara bi'ita'iha iyyahu kamilan illa ma samahat bihi an tibi nafs, na Allah tabaraka wa taala ameamrisha ya kwamba mwanamke apewe mahari ikiwa imekamilika, illa ikiwa yeye atasamehe, atampunguzia yule mume akiwa mwenyewe ameridhia, kama Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa atun nisaa sadaqatihinna nihla, wapeni wanawake mahari yao. Wa atun nisaa, wapeni wanawake mahari yao, sadaqatihinna nihlatan, hiyo ni tunu ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawajibisha na kulazimisha wapewe. Fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsa, ikiwa wameridhia wenyewe, ikiwa wameridhia, wamepunguza au kuwapa kwa kuridhia wenyewe, fakuluhu hani'an mari'a, basi ileni ile ambayo watakuwa wamewapa kwa uzuri. Hani'an mari'a, yani msifanye nini? Msifanye dhulma, msifanye dhulma au mkala kwa israf wa bidaran. Naam, waja'alaha Allahu ra'iyatan amiratan nahiyatan fi baiti zawjiha, na Allah subhanahu wa ta'ala akamjaalia mwanamke wa Kiislamu kwamba yeye ni kiongozi, ni mwenye kuamrisha mema na ni mwenye kukataza maovu ndani ya nyumba ya mumewe. Amiratun ala auladiha, huyu mwanamke ni queen, ni amira juu ya watoto wake. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume alayhi salatu wassalam, almar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, almar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, mwanamke yeye ni
mwenye kuchunga ndani ya nyumba ya mumewe, wa mas'ulatun, na vile vile ni mas'ula arra'iyatiha, na wale ambao alioko chini yake, ni mchungaji anayechunga wale walioko chini yake. Wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wa awjaba 'ala az-zawji nafaqatuha wa kiswatuha bil ma'ruf. Allah subhanahu wa ta'ala analazimisha juu ya mume amlishe mke wake na amvishe yule mkewe bil ma'rufi, yani kwa wema, bimaana bila kukalifishwa au kufanya israf. Naam, ma yuridu a'da'u al-islam wa afrakhuhum al-yawm min salbi al-mar'ati karamatiha wa intiza'i huquqiha, yale ambayo wanaotaka wanawake, wanaotaka maadui wa Uislamu, maadui wa Uislamu wataka nini juu ya hawa wanawake? Wataka kuwavua heshima zao na kuwanyang'anya haki zao, na huku wakidai ya kwamba wao ndio wanaotetea haki za mwanamke wa Kiislamu. Inna a'da al-islam, hakika maadui wa Uislamu, bal a'da'u al-insaniya, bal maadui wa binadamu, al-yawma min al-kuffari wal munafiqin, hivi leo miongoni mwa makafiri na wanafiq, walladhina fi qulubihim marad, na wale ambao ndani ya nyoyo zao kuna maradhi, ghadhahum, wamechukizwa, ma nalatuhum almar'atu almuslima, yale ambayo aliyoyapata mwanamke wa Kiislamu, min karamatin wa izzatin wa siyanatin fil islam, kutokamana na ile heshima na ule utukufu waliopewa ndani ya Uislamu. Lianna a'da al-islam min al-kuffar, kwa sababu maadui wa Uislamu miongoni mwa makafiri, wal munafiqin, na wanafiq, yuriduna an takuna al-mar'atu adatu tadmir wa hubalatu yastaduna biha dhi'af al-iman wa ashab al-gharaiz al-janiha ba'da an yushbi'u minha shahawatihim al-mas'ura. Hawa maadui wa Uislamu wanataka mwanamke kiwe ni chombo chenye kutezewa, na kiwe ni hubala yastaduna biha, kiwe ni kama ni ala cha kuwindia, wanaweza kuwindia dhi'afu al-iman, wale walio na imani dhaifu, na ashabu al-gharaizi, na wenye shahawa na matamanio ambazo al-janiha, baada ya kwamba wawe wameshiba na hawa wanawake, yani washawatezea, wameshiba na matamanio yao na ghariza zao al-mas'ura, kama qala ta'ala, wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima, wanataka wale wanaofuata matamanio, an tamilu maylan 'azima, yani mulemee zile shahawa zao, waweze yani kuwapata wale wanawake, waqidhi shahawa zao, an tamilu maylan 'azima. Hivi ewe dada wa Kiislamu, fahamu ya kwamba wanaodai uhuru wa ubinadamu na uhuru wa mwanamke hawana nia njema na wewe, bali nia yao ni kwamba wamfikia yule mwanamke, wapate wepesi wa kumtezea na kumteza shere, alafu akishashiba
na matamanio wamtupilie mbali. Walladhina fi qulubihim maradun min almuslimin, na wale ambao nyoyo zao zina maradhi katika Uislamu, yuriduna min almar'a an takuna sil'atun rakhisa, wanataka kwa mwanamke iwe ni bidhaa rahisi, fi ma'radhi ashabi ash-shahawat wan nazaat ash-shaytaniyah, kwenye ma'radh za watu wa shahwa. Ma'radh ni zile show, maonesho ya watu wenye matamanio, wan nazaati za kishaitan. Sil'atun makshufatun amama a'yunihim yatamatta'una bijamali manziriha, iwe ni bidhaa ambayo iko wazi mbele za macho yao, wanafurahi kwa kuangalia uzuri wa wanawake hao. Au yatawassaluna minha, au waweze kuwafikia ila ma huwa aqbahu min dhalika, kwa mambo ambayo ni maovu kuliko hayo. Walidhalika harasu ala an takhruja min baitiha, ndo wakawa hamu yao kubwa kwamba mwanamke wa Kiislamu atoke nyumbani, litusharika ar-rijal fi a'malihim jamban ila jambin, ili ashiriki aweze kuwa ni partner wa wanaume ubavuni kwa ubavuni. Ndio pale unaambiwa kwamba ni jambo gani au kazi gani mwanamume aweza fanya mwanamke asifanye. Kazi ni kazi bwana. Kwa hivyo mwanamke sawa sawa na mwanamume, mwanamke hawezi kuwa sawa na mwanamume hata siku moja. Au litakhduma ar-rijal mumarridatan fil mustashfa, au awatumikie wanaume akiwa ni nasi kwenye hospitali, au mudhifatun fi at-ta'ira, au ni mhudumu kwenye ndege, au darisatun au mudarrisatun fi fusuli ad-dirasati al-mukhtalita, au asoma au asomesha katika vilasi ambavyo vina mtangamano, au mumathilatun fil masrahi, au awe ni muigizaji kwenye sanaa, au mughanniya, au muimbaji, au mudhi'a, au mtangazaji fi wasail al-i'lam al-mukhtalifa, kwenye vyombo vya matangazo tofauti tofauti. Safiratun fatinatun bisautiha wa suratiha, akiwa amejipamba uso uko wazi, akiwafitinisha wanaume kwa sauti au sura zake. Wattakhadhat almajallat alkhali'a wa suwar alfatayat alfatinat alariyat wasilatun litarwiji majallatihim wa taswiqiha, na wakafanya magazeti yenye kueneza uchi wa wanawake na mapicha ya wanawake ambao wako wazi, hawakuvaa nguo, ni wasila ya kuisambaza magazeti yao na kuifanya soko lao. Watakhadha ba'd at-tujar, na wamechagua au kufanya baadhi ya wafanyabiashara, wa ba'd al-masani', na baadhi ya viwanda, min hadhihi suwar, mapicha haya wanawake aidha ni wasila litarwiji bidha'ihim, ni njia ya kutangaza bidhaa zao. Haithu wada'u hadhihi suwar ala ma'rudatihim wa muntajatihim, kwa namna ambapo wameweka mapicha hayo ala ma'rudatihim, kwenye maonesho yao, biashara zao na zile product ambazo wanazozivumbua. وبسبب هذه الإجراءات الخاطئة, وسبب ya hizi ijraat ambazo wanazozifanya za makosa, takhallat almar'atu an wadhifatiha alhaqiqiyya fi albayt, mwanamke akaacha kazi yake ya uhakika ndani ya nyumba. Mimma adtarra azwajuhunna, jambo lililowafanya waume zao, ila jalbi alkhadimat, kuwaletea watumishi, alajnabiyat, wanawake wa mbali, litarbiyati auladihim, waje wawalelee watoto wao. Kwa sababu mwanamke ataka kufanya kazi, sasa inambidi alete mfanyikazi aje ndiye amlelee mtoto. Wa tanzimi shuuni buyutihim, na kupanga mambo ya nyumbani mwao. Mimma sababa kathiran min alfitan, jambo ambalo
limesababisha fitna nyingi, wajalaba adhiman min ashurur, au jalbi adhiman min ashurur, na kuleta shari nyingi katika majumba. Ahbabi fillah wa akhawati alkarimat, Sheikh hafidhahullah sema innana la numani'u min amali almar'ati kharij baytiha idha kanat bidhawabiti alatiya. Asema sisi hatuzuii mwanamke kufanya kazi nje ya nyumbani ikiwa ataendana na misingi ifuatayo, yani ikiwa ile kazi yake itaendana na dhawabit zinazofuata. Jambo la kwanza, an tahtaja ila hadha al-amal au yahtaj al-mujtama' ilayhi bihaythu la yujadu man yaqumu bihi min ar-rijal. Condition ya kwanza au msingi wa kwanza, au yule mwanamke anahitaji hii amal au kazi ile inahitajiwa kwenye jamii kwa namna ambapo hakupatikani mwanamume ambaye anaifanya ile kazi. Sasa hapo mwanamke atapewa ruhusa ya kujifundisha au kuitenda kazi hiyo. Jambo la pili, an yakuna dhalika, iwe baada qiyamiha bi'amali albayti alladhi huwa amaluha alasasi, baada ya kukamilisha kazi yake ya nyumbani ambayo hiyo ndiyo msingi wake. Yani msingi wa mwanamke wa kazi yake ni amal, ni kazi ya nyumbani. Kwa hivyo ikiwa ameweza kutimiza majukumu yake nyumbani wakati huo la bas, lakini wapi hayhat, kwa sababu utamkuta katika jamii mathalan yeye mwanamke anaingia kazini saa 12 au saa 1, atafanya wapi kazi ya nyumbani kwake? Arauke na akiregea vile vile saa 12, akija amechoka, yutaban. Kwa hivyo unakuta kazi za nyumbani zinafanywa na yule mtumishi. Wallahu almusta'an. An yakuna hadha al-amal, kadhalika sharti ya tatu, iwe kazi hiyo fi muhiti nisa, ipo katika hali ya mazingira ya wanawake, kwenye environment za wanawake, anafanya kazi, anadil na wanawake. Kataalimi nisa, kama kuwasomesha wanawake sawaun masail ya dini yao au masala ya dunia. Wa tatbibi au tamridhi nisa, na kuwatibu kama yeye daktari au ni daktari specialist wa wanawake, au ni nasi ambaye yeye adili na wanawake. Wa yakunu munazilan anir rijal, na awe yuko kando au yuko mbali na wanaume. Kadhalika la mani'a bal yajib, kadhalika hakuna ubaya bal inalazimu ala almar'ati an tataallama umura diniha, mwanamke ajifunze mambo ya dini. Wala mani'a, wala hakuna kizuizi, an ta'lama min umuri diniha ma tahtaju ilayhi, ajifunze katika mambo ya dini yale ambayo anayohitaji. Wa yakunu at-ta'lim fi muhiti an-nisa, na iwe mafunzo yako katika chini ya environment ya wanawake, kuwasomesha au kusoma. Wala ba'sa an tahdhura ad-durus fi al-masjid wa nahwihi, na hakuna ubaya mwanamke kuhudhuria durusi za dini miskitini kama hivi, watu yuko chini msomeshaji na wanawake wako juu, au mahali kuna sitara. Naam. Watakunu mutasattiratan wa munazilatan anir rijal, awe amejisiri au yuko kando na wanaume. Ala dawi ma kanat an-nisa fi sadr al-islam ya'malna wa yata'allamna wa yahdhurna ila al-masajid, yani kama vile ambavyo walivyokuwa wanawake wa mwanzo wakati wa mtume na masahaba, wanafanya kazi, wanasoma, wakihudhuria miskitini. طيب, ثم
baada ya Sheikh hafidhahullah ta'ala kutupa mukaddima huo sura ilivyokuwa wanawake wakati wa ujahilia na hali ya Uislamu, ameleta au fasli ya pili inazungumzia zile ahkamu ambazo zinafungamana na wanawake. Fi bayan ahkamun takhtassu bitazayyun aljismi lilmar'a, ahkam zinazofungamana na mwanamke kujipamba. Mwanamke hajakatazwa kujipamba, lakini kujipamba ajipambe kwa pambo la Kiislamu na kadhawabit za Uislamu kama mtakavyosikia, si kama vile leo wanawake kwenda kuunganisha manywele au kukata nyusi wa ghairi dhalik. Haya ni mambo ambayo si katika malezi ya dini wala si katika sheria ya Allah tabaraka wa taala. Naam, قال في بيان أحكام تختص بالتزين الجسمي، أحكام ambazo zinazo fungana na kujipamba kwa mwanamke kwenye mwili wake. Ahkamun takhtassu bitazayyuni aljismi, yutlabu minha an taf'ala min khisal alfitra, mwanamke anatakiwa afanye yale mambo ambayo ni katika maumbile, ni katika fitra ya mwanadamu, yani fitra ya Uislamu. Kama nini? Ma yakhtassu biha wa yaliqu biha, yale yanaulingana na yeye. Min qassi al-adhafiri wa ta'ahudiha, ikiwemo kukata kucha na kuziregelea mara kwa mara, kukata kucha zake. Lakini leo kinyume, wanawake wengi hata katika Waislamu wanafuga makucha. Utafikiri simba wale au nyani wanavyoweka makucha yao marefu, wakiona ya kwamba kuweka makucha marefu ndio maendeleo na kuweka kucha ndefu ndio urembo au ndio unamvutia yule unayetaka kumvutia. Hizi ni mila za makufar. Naam, lianna taqlim al-adhafir, kukata kucha, sunnatun biijma'i ahli al-ilm. Hii ni sunna sawaun lirijali wan nisaa, kwa ijma'i ya maulama. Ni haram mwanamke au mwanamume kufuga makucha, kufuga makucha. Bal vipi wewe unafuga makucha marefu na wataka uingie chooni ujisafishe? Sasa utajisafisha vipi? Utajisafisha vipi ukiwa katika hali kama hiyo? Kwa hivyo kukata kucha ni katika sifa bora na ni katika mwenendo wa Uislamu, liannahu min khisal alfitra alwarida fi alhadith, ni katika maumbile ambayo yamepokelewa katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walima fi izalatiha min an-nadhafa, vile vile tunapoondoa na kukata zile kucha ndio usafi huo. Kukata kucha ni usafi, kukata kucha ndio usafi. Kwa hivyo kuweka kucha ni uchafu, kuweka kucha ni uchafu. Naam, taqlidan kadhalika, kuweka kucha ni kuwaiga wanawake ambao alkafirat wa jahlan bisunna, na vile vile ni ujinga kukosa kufahamu sunna. Wa yusannu lilmar'a izalatu sha'ri al-ibtayn wal-'ana, vile vile ni sunna mwanamke kuondoa nywele za kwapa na nywele za nafsi yake. Nywele za kwapa
na nywele za al-ana. Ana ni zile zinazoota kwenye tupu ya mbele, hii wanaume na wanawake. Bal haifai kuweka nywele zaidi ya siku ngapi? Siku 40. Au la yatruku akthara min 40 yawma, au amalan, kwa kuitendea kazi bil hadithi alwarida, hadithi iliyopokelewa katika hilo, kama alivyosema Mtume, khamsun min alfitra, khamsun min alfitra, mambo matano ni katika fitra ya Muislam. Mambo matano ni katika maumbile na ni fitra ya Muislamu. Katika haya yaliyotajwa ni kukata nywele za kwapa, ni kukata nywele za kwapa. Khamsun mina alfitra, kukata nywele za kwapa, na kadhalika kukata nywele za nini? Nywele za al-ana, nywele za al-ana. Naam. Thumma qala حفظه الله تعالى ورحمه ولما فيه من التجمل, kwamba kule kukata zile nywele za kwapa au nywele za ana ni katika kujipamba. Wal ahsanu an yakuna dhalika kullu usbu', na ilo bora afanye mwanamke jambo hilo kila wiki. Au la yatruku akthara min 40 yawma, au asiache zile nywele zake zaidi ya siku ngapi? Siku 40. Jambo la pili, ma yutlabu minha wa ma tumna'u minhu fi sha'ri ra'siha wa sha'ri hajibaiha wa hukmu al-khidhabi wa sabghi ash-sha'r. Asema lile ambalo linalotakiwa kwa mwanamke na linalokatazwa juu ya kwenye nywele zake, na nywele za kope au nyusi, na hukumu ya kutia hinna, wa sabghu ash-sha'r, na kutia rangi nywele. Yutlabu min al-muslima, yatakikana kwa mwanamke wa Kiislamu, tawfiru sha'ri ra'siha, aeke na aache nywele zake ziwe nyingi. Wa yahrumu alaiha halqahu illa min darura, na ni haramu kunyoa zile nywele au kupunguza illa kwa dharura. Qala al-Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh mufti ad-diyar as-Saudiya rahimahullah, wa amma sha'ru ru'us an-nisa, amma nywele za wanawake, fala yajuzu halquhu, haijuzu mwanamke kunyoa. Lima rawahu an-Nasa'i, utakuta baadhi ya sehemu utakuta watoto wa kike na wanafunzi mashuleni wanyolewa nini? Wanyolewa nywele. Sasa ukimwona washangaa, huyu mwanamke mwanamume, vipara tu, au hana nywele. Allahu musta'an. Ni haram mwanamke kunyoa nywele zake. Fala yajuzu halquhu lima rawahu an-Nasa'i, kwa hadithi aliyoipokea al-Imam an-Nasa'i fi sunanihi bisanadihi an Ali radhiyallahu anhu. Wa rawahu aidan, ameipokea vile vile al-Bazzar bisanadihi, Imam al-Bazzar kwa sanadi yake kwenye musnadihi, an Uthman radhiyallahu anhu. Kadhalika rawahu Ibn Jariri at-Tabari bisanadihi an Ikrimah radhiyallahu anhu. Qalu, wamesema, naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an tahliqa almar'atu sha'raha au ra'saha, amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam asinyoe mwanamke nywele zake. والنهي إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو النهي إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي التحريم ما لم يرد له معارض. كتازو likija
kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam inamaanisha jambo hilo ni haram pindi ambapo hakuja kitu kinachopinga kuitoa labda katika uharamu kwenda kwenye karaha. Qala mulla Ali Qari katika mirqati sharh al-mishkat qawluhu an tahlika al-mar'atu ra'saha wa dhalika li anna adh-dhawa'iba lin-nisa'i kal-liha lir-rijali fi al-hay'ati wal-jamal, sababu ile mikia ni mwanamke akisuka au akifunga nywele zake, si kuna ile ya nyuma. Sasa ule mkia ule ile kwa wanawake ni kama ndevu kwa wanaume kwenye uzuri na ile haia. Ndio mwanamume kadhalika ni haramu kufuga ay kukata zile ndevu, bal wajib ala rijal, ile wajibu kwa wanaume wafuge nini? Wafuge ndevu zao, wafuge ndevu zao, si kunyonyoa madevu kujifananisha na wanawake. Tayib. Wa amma qassu sha'ri ra'siha, amma ikiwa kupunguza nywele zake yule mwanamke, fa in kana li hajati ghairi zina, ikiwa kuna haja, si kwamba yafanya vile kwa sababu ya mapambo, ka an ta'jiza an mu'natihi, kama anashindwa kuzihudumikia, au yatulu kathiran, au zile nywele asipozipunguza zinakuwa ndefu sana. Wengine mashallah wana ndevu mpaka kwenye mauno au kwenye makalio, sawa, zile nywele zake zimeshuka. Sasa maskini kuzihudumikia inakuwa ni mtihani. Kwa hivyo huyu unaruhusa azipunguze. Wayashuqu alaiha fala ba'sa biqassihi biqadri alhaja, ikawa kwake ni mashaka, hakuna neno kuzipunguza kwa kadri ya nini? Ya haja. Kama kana baadhi azwaji nabii sallallahu alayhi wasallam, kama walivyokuwa baadhi ya wake za Mtume sallallahu alayhi wasallam, yaf'alnahu ba'da wafatihi, walikuwa wakifanya hivyo baada ya kifo cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Litarkihinna at-tazayyun, kwa sababu wameacha kujipamba baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasighnaihinna, walikuwa hawana haja an tatwili sha'r, kwa sababu walikuwa wakirefusha zile nywele kwa sababu ya nani? Ya Mtume. Mume wao akiziona furahi, sawa. Tayib. Wa amma in kana qasdu almar'ati min qassi sha'riha huwa at-tashabbuh bil kafirat, amma ikiwa kule mwanamke kupunguza nywele zake ni kujifananisha na wanawake makafiri, wal fasiqat, na wale wanawake waovu, au tashabbuh birrijal, au anajifananisha na wanaume. Kuna wanawake wananyoa zile nywele aeka kama mwanamume fulani, ataka kuigiza wanaume, au amemwona mwimbaji fulani au msanii fulani katika wanawake ameweka nywele zake naye pia anaiga. Fahadha muharramun bila shak, jambo hilo ni haram na hapana shaka na hilo. Linnahi an at-tashabbuh bil kuffari umuma, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza mwanamke asijafananishe na makafiri. Wa an at-tashabbuh au mwanamke kujifananisha na makufar, naam, au muislamu kwa ujumla, hata ar-rajul. Wa an at-tashabbuh al-mar'ati birrijal, na kadhalika katazo la mwanamke kujifananisha na wanaume. Wa in kana al-qasdu minhu at-tazayyun, na ikiwa maksudio ni kujipamba, falladhi yadhharu annahu la yajuz, inayodhihiri ni kwamba haifai. Qala shaykhuna الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: إن العرف الذي صار جاريا، حقيقة إلى عادة نمزوية ينوكوا ينتمبيا في كثير من البلاد، وينجي katika miji، بقطع المرأة شعر رأسها، mwanamke kukata nywele zake،
ila qarbi usulihi sunnatun ifrinjia, anakata mpaka zinakaribia kwenye shina lake. Hiyo ni sunna au ni mwenendo wa Wafaransa, ifrinjia, mukhalifa lima kana alayhi nisaul muslimin, ya na khalifu yale ambayo waliokuwa nayo wanawake wa Kiislam, wa nisaul arab, na wanawake wa Kiarabu kabla alislam. Fahuwa min jumlati alinhirafat, ni katika mambo ambayo ya wao walioyaiga na inhiraf, wamepinda kwenda kombo, allati ammatil balwa biha fi ad-din wal khuluq was-samt wa ghairi dhalik, kwenye dini na tabia bora na uzuri wa Uislamu. Thumma ajaba, kisha akaleta hadithi anna azwaja an-nabi, na kuijibu kwamba wake za mtume yaakhudhna min ruusihinna hatta takun kalwafra, kwamba wake za mtume walikuwa wanapunguza nywele zao hata zinakuwa kalwafra, bi anna azwaja an-nabi inma qasarna ruusahunna ba'da wafatihi, walipunguza zile nywele zao baada ya mtume kufa sallallahu alayhi wasallam, liannahunna kunna yatajammalna fi hayatihi, walikuwa wakijipamba kwenye uhayati wao, na katika mapambo ya mwanamke ni nywele. Naam, wa min ajmali zinatihinna shu'urihinna, na miongoni mwa uzuri wao ni zile nywele zao. Amma ba'da wafatihi sallallahu alayhi wasallam falahunna hukmu khas bihinna la tusharikuhunna fihi imra'a wahidatan min nisa'i jami'il ard. Baada ya mtume kufa wana ahkamu ambazo ni khasa, hakuna anayeshiriki nao katika wanawake wa ardhi, wanawake wa ulimwengu. Wa huwa inqita'u amalihinna inqita'al kulliyan, nao ni kukata tamaa kwamba hawatoolewa min at-tazwij, kwa sababu wake za mtume baada ya mtume kufa wao hawaruhusiwi kufanya nini? Kuolewa. Baada ya mtume kufa hawaruhusiwi kuolewa. Ama mwanamke wa Kiislamu akifiwa na mume, huyo anaruhusiwa kufanya nini? Anaruhusiwa kuolewa. Wa ya'suhunna minhu al-ya's alladhi la yumkinu an yukhalitahu tama', fahunna kalmu'taddati almahbusati bisababihi sallallahu alayhi wasallam ila almaut. Hawa wanakuwa kama wale walioko kwenye eda, waliofungiwa kwa sababu yani kuzuiliwa kuolewa kwa sababu ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka kifo chao. Qala ta'ala, wama kana lakum an tu'dhu rasulallah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dhalikum kana 'inda Allahi 'azima. Wala haistahili kwenu nyinyi wala haifai kwenu kumuudhi mtume wala kuoa wake zake baada yake abada. Inna dhalikum kana 'inda Allahi 'azima, hakika jambo hilo ni kubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ya'su min ar-rijali bil kulliyah, na kukata tamaa na wanaume bil kulliyah qad yakunu sababan litarkhisi fi al-ihlal bi ashya'in min az-zina, inaweza kuwa sababu ya kuruhusiwa kuacha jambo katika mapambo la tahillu li ghairi dhalika as-sabab, ambalo haliwi ni halali pasipokuwa na sababu hiyo. Fa'ala al-mar'ati an tahtafidha bi sha'ri ra'siha, kwa hivyo ni lazima mwanamke ahifadhi nywele za kichwa chake. Wata'tani bihi, na azijalie azitilie umuhimu. Wataj'aluhu dhafair, yani azisuke azifunge. Wala yajuzu laha jam'ahu, wala haifai kuzikusanya fawqa ar-ra's au min nahiyati al-qafa, au azikusanye ubavuni, kwa sababu anafanana nini? Kaasnimati al-bukhti al-ma'ila, kama kichwa cha ng'ombe ainundu,
kama nundu ya ng'ombe. Amekatazwa mwanamke kufanya hivyo. Aweza kuzisuka akazifunga akaziachilia, lakini kuzifunga na wengine wanakuwa hawana, wanakwenda wanatafuta mapini makubwa makubwa, anavaa utafikiri ni nundu. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika Majmu' al-Fatawa, kama yaqsudu ba'd al-baghaya an tadhfura sha'raha dhafiran wahidan masdulan baina al-katifain, kama wanavyofanya baadhi ya wanawake waovu kwamba anafunga nywele zake fungo moja alafu anaziteremsha baina ya mabega. Sawa. وقال الشيخ محمد ابن إبراهيم مفتي ديار السعودية رحمه الله: وأما ما يفعله بعض النساء نساء المسلمين، أما يلي ونويفانيا بعاذي ونواكي وكسلام في هذا الزمن katika hizi zama، من فرق الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفا، kuzifunga zile nyele na kuzikusanya ni kuziteremsha au kuziweka ubavu, au ja'aluha fawqa ar-ra's, au kuziweka juu ya kichwa, kama taf'aluhu nisa'u al-ifrinj, kama wanazofanya wanawake wa kizungu. Fahadha la yajuz, aifai lima fihi min at-tashabbuh bi nisa'i al-kuffar, kwa kujifananisha na wanawake wa kikafiri. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katika hadithi ndefu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume asema: sinfani min ahli an-nar, makundi mawili katika wanawake, lam arahuma, sikuwaona. Makundi mawili katika watu wa motoni sijawaona kama wao. Qaumun ma'ahum siyat, watu ambao wana bakora au fimbo, siyat saut, vikoto, kaadhnabil baqar, kama mikia ya ng'ombe, yadribuna biha an-nas, wanawapiga watu. Wa nisaun, kundi la pili la wanawake, kasiyatin ariyat, wamevaa lakini wako uchi. Angalia kama wale kwenye mabubu, hata wenye uvaa mabubui leo, unaona mtu amevaa bubui lakini lile bubui limembana, yani viungo vyake na mwili wake wote na mwili wake unafanya nini? Unaonekana. Kasiyatun ariyat, au amevaa nguo, sawa ni kwenda kwenye harusi au yuko nyumbani au kadha, almuhim amevaa nguo lakini waona viungo vyake. Kasiyatun ariyat, wamevaa lakini wako uchi. Mailatun mumilatun, mailat mumilat, ay wao wanachana na kichana. Almaila ni mchano wa wanawake wahuni, mchano wa wanawake wahuni, wanawake waovu, wallahu almusta'an, kwenda kwenye masaluni na wakachana michano ambayo ni ya kihunihuni. Ruusuhunna, vichwa vao, kaasnimatil bukhti almaila, ni kama nundu ya ng'ombe au nundu ya ngamia. Asnima ni jam'u sinam, sinam ni nundu, albukhti almaila. La yadkhulna aljanna, hawa wanawake walio na sifa hii hawatoingia peponi. Wala yajidna rihaha, na wala hawatoinusa harufu yake. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha, na hakika harufu ya pepo inapatikana sehemu ya mbali. Masirati kadha wa kadha, yani mwenendo au mwendo au mbali, pamoja na kwamba yafika mbali lakini hawatoinusa harufu yake. Waqad fassara ba'd al-ulama, wamefasiri baadhi ya maulama, qawlihi mailat mumilat biannahunna yatamashatna almishtat almayla,
wanatana mtano ambao umeenda kombo, yani style, nywele ziteremshe huku kulia au kushoto. Wa hiya mishtatul baghaya, na ni mchano wa wanawake wahuni. Wayamshutna ghayrahunna tilka almishta, na wengineo pia wanatana hivyo. Wa hadhihi mishtatu nisaul ifrinj wa man yahdhu hadwahunna min nisa'il muslimin, huo ni mchano wa wanawake ambao al-ifrinji, yani wa Kifaransa, na wale wanaofuata mienendo yao katika wanawake wa Kiislamu. Wa kama tumna'u al-mar'atu al-muslima min halqi sha'ri ra'siha, kama vile ambavyo anavokatazwa mwanamke wa Kiislamu kunyoa nywele za kichwa chake, au qasihi, au kuzipunguza, min ghairi haja, bila dharura. Anataka punguza nywele zangu kidogo tu kwa kadri ya kidole au anmula, haifai. Fa innaha tumna'u min waslihi, kama anavokatazwa kukata au kupunguza, anakatazwa kuunganisha. Hata uzi, ukambaa, sijui kitu gani, kuunganisha kwenye nywele haifai. Wa ziyadati alayhi bi sha'rin akhar, na kuongezea kwa nywele nyingine. Lima fi sahihaini, kama ilivyothibiti katika sahih al-Bukhari na Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amelaani Mtume wa Allah alwasila walmustawsila, mwenye kuunganisha na yule ambaye anayeunganishwa. Walwasila hiya allati tasilu sha'raha bi sha'ri ghayriha, ni yule anayeunganisha nywele zake na nywele za wengine. Walmustawsila hiya allati ya'malu biha, ni yule anayemuunganisha. Lima fi dhalika min at-tazwir, kulingana na kwamba ndani yake kuna urongo, kwa sababu yule anayeunganisha zile nywele utadhani ukimuona ni nywele zake. Pengine anaenda mtu kuposa au ataka kumuoa, anaona mashallah shungi linshuka kwenye kiuno au mgongo, kumbe nza kukopa zile za dukani za kuunganishwa. Wa min alwasl almuharram, na katika kuunganisha kilichoharamishwa, lubsul baruka almaarufa, kuvaa mawigi. Kuvaa nini? Mawigi. Leo mpaka wengine wametajirika kwa mawigi. Watu wamfungua maduka wanauza na kukodisha mawigi. Dude lishatengenezwa, wawe mkuweka tu kichwani. Nasallallahu salama. Rawa fi al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim wa ghayrihima anna Muawiyah radhiyallahu anhu, kwamba Muawiya khataba lamma qadima al-Madina, alitoa khutba au idha alipokuja Madina. Wa akhraja kubbatan min sha'r, na akatoa kubba min sha'r, yani sehemu ambayo ilikuwa kumetiliwa nywele, yani kuna nywele nyingi. Wa au qassatan min sha'r, faqala ma balu nisaukum yaj'alna fi ru'usihinna mithla hadha, kwa nini wanawake wenu wanaweka kwenye vichwa vao vitu kama hivi? Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia Mtume alayhi salatu wassalam asema, ma min imra'atin taj'alu min ra'si fi ra'siha sha'ran min sha'ri ghayriha illa kana zura, hakuna mwanamke yoyote ambaye atakayejalia aweke nywele katika kichwa chake ambazo si nywele zake, illa itakuwa amesema ni kama amedanganya. Zuran yani alkadhib, huyo amefanya uongo au amesema uongo. Walbaruka sha'run sina'iyyun yushbihu sha'ra ar-ra's wa fi labsiha tazwir, baruka ni wigi, asema ni nywele zinafanana na nywele za kichwa, na kwenye kuzivaa ni katika uongo na ni katika at-tazwir. Naam. Thumma kadhalika
ثم ذكر المصنف حفظه الله تعالى katika mambo yaliyoharamisha kwa mwanamke izalatu sha'ri alhajibaini, kuondoa nywele za hajib nyusi, au izalati ba'dhi, au kunyoa baadhi kama kuchonga, bi ayi wasilatin min alhalqi au alqas, kwa njia yoyote ya kunyoa au kupunguza, au istimali almaddati almuzila lahu au li ba'dhihi, au kutumia kitu cha kuziondoa au kupunguza. Lianna hadha huwa an-namsu, hii ndiyo namsu alladhi la'ana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam man fa'alatuhu, aliyolaani mtume mwenye kufanya. Qal la'ana sallallahu alayhi wasallam an-namisa wal mutanammisa, mtume amelaani an-namisa hiya allati tuzilu sha'ra hajibaiha au ba'dhihi lizinati fi za'miha, ni yule anayeondoa nywele za nyusi au baadhi yake kwa madai ya kwamba ni mapambo. Wal mutanammisa allati yaf'alu biha dhalika, yule anayekunyoa. Wa hadha min taghyiri khalqi Allah, na hili ni katika kugeuza maumbile ya Allah. Alladhi ta'ahada ash-shaytan an ya'mura bihi min bani adam, ambayo shaitani amechukua ahadi ya kwamba nitamamrisha mwanadamu atageuza umbile lake. Haithu kama qala, kama Allah alivyotuelezea, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah, nitawaamrisha watageuza na kubadilisha umbile la Allah. Wa fi sahihi, ay katika sahih Muslim عن ابن مسعود أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل، يعني قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أسمى عبد الله بن مسعود kwamba أنه قال أمسمى لعن الله أنا لا أملعاني الواشمات. واشمات ni wale ambao wanaochora tatu, walmustawshimat, na wale wanaowachora, anayechora na anayechora na anayechora, wannamisatu walmutanammisat, na wale wanaochonga au kunyoa nyusi na wanaowanyoa, walmutafallijatu lilhusni, na wale wanaokata kusudi meno yao yawe na mwanya. Za kuta mtu anakwenda labda kwa dentist, alafu anakwenda anafungua ule majino yake baina ya meno yake mawili ili apate kuwa na mwanya. Mutafallijat, kwa sababu wanaona eti mwanya ni katika uzuri. Almughayyirat, wanaogeuza khalqullah, umbile la Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala, kisha akasema Ibn Mas'ud, je, ni silaani yule ambaye aliyelaaniwa na mtume? Na jambo hilo liko kwenye Qur'ani. Ni jambo gani au ni lipi, ni wapi? Qawlihi ta'ala wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Ametaja athari hiyo au riwaya hiyo Ibn Kathir katika tafsiri hii. Waqad ibtuliya bihadhihi al-afa al-khatira, watu wamepatwa na mtihani huo na balia hiyo, allati hiya kabira min kaba'ir adh-dhunubi, watu wingi ambalo jambo hilo ni katika madhambi makubwa. Kathirun min an-nisaa al-yawma, wingi wa wanawake, hatta asbaha an-namsu, hata imekuwa kuchonga au kunyoa nywele nyusi, kaannahu min ad-daruriyat al-yawmiyya, kana kwamba ni katika jambo la dharura kila siku. Wala yajuzu laha an tuti'a zawjiha, wala mwanamke hafai kumtii mumewe idha amaraha bidhalika, akimamrisha, liannahu ma'siyah. Jambo lingine, wayahrumu ala almar'ati almuslima, ni haramu kwa mwanamke wa Kiislam tafliju asnaniha lilhusni, yani kutawanya
meno yake kwa urembo, bi an tubridaha bil mubrid hatta tahdutha bainaha farjan yasiratan raghbatan fi at-tahsini, kwamba atumie sindano au uzi au chochote ayatenganishe mpaka kuwe na mwanya mdogo kwa kutaka mapambo. Amma idha kanat al-asnan fiha tashwihun, amma ikiwa meno yana sura mbaya, yamekaa vibaya, watahtaju ila amalia ta'dil, yanahitaji kufanyiwa operesheni au amalia ya kuweka vizuri, liizalati hadha at-tashwih, kuondoa kile ambacho kilichoko pale, basi yafaa. Au fiha tasusun wahtajat ila islahiha, au kuna mwanya ataje kuna tundu imeharibika, yataja kutengenezwa, min ajli izalati dhalika, kwa kuondoa, fala ba'sa lianna hadha min bab al-ilaj wa izalati at-tashwih, hii ni kwa njia ya tiba, wa yakunu dhalika ala yadin tabibatin mukhtassa, iwe kwa daktari ambaye ni specialist wa mambo hayo. Wa yahrum ala al-mar'a, kadhalika ni haramu kwa mwanamke amalu al-washmi, kuchora tattoo fi jismiha, lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la'ana al-washima wal-mustawshima. Wal-washima hiya allati taghrizu al-yad au al-wajh bil-ibr, ni yule anayechora tattoo uso au mkono, thumma tahshu dhalika al-makan, kisha anapaka bil-kuhli kama wanja au al-midad. Wal-mustawshima au rangi, siku hizi kuna marangi fulani, hiya allati yuf'alu biha dhalika, anayefanywa. Wa hadha amalu al-muharram, na hili jambo la haram, wa kabiratun min kaba'ir adh-dhunub, na ni katika madhambi makubwa, lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam la'ana man fa'alatuhu, mtume amelaani mwenye kufanya hilo, au fu'ila biha, au mwenye kufanywa. Wal-la'nu, na la'na la yakunu illa ala kabiratin min al-kaba'ir, haiwi illa dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Thumma dhakara hukmu al-khidab lin-nisa'i wa sabghi ash-sha'ri wat-tahalli bil-dhahab, hukmu ya kutia hina na kutia rangi nywele na mwanamke kuvaa dhahabu. Al-khidhabu, asema Imam an-Nawawi katika Majmu', amma khidhabu al-yadaini war-rijlaini, amma kutia hina mikononi na miguuni bil-hinna, famustahabbu, ni jambo limependekezwa, lilmutazawwijati minan nisa, kwa wanawake waliolewa, lil ahadithi al-mashhura fihi. Intaha. Yushiru ila ma rawahu Abu Daud, Sheikh asema ishiria yale aliyopokea Abu Daud, anna imra'atan salat Aisha, kuna mwanamke alimuuliza Aisha an khidhab al-hina, kuchora kwa kutia hinna, faqalat la ba'sa bihi, asema hakuna neno, walakinni akrahuhu, lakini mimi naichukia. Kana habibi Rasulullah, alikuwa kipenzi changu mtume, yakrahu rihahu, akichukia ile harufu. Warawahu an-Nasa'i, kwa hivyo si haramu, lakini mtume mwenyewe alikuwa haipendi ile harufu yake. Iza kuwa pengine una mume ile harufu pia haipendi, au harufu ya piko mathalan, طيب la basa bidhalik, lakini kupaka hinna ni jambo ambalo ni katika mapambo mubaha ya mwanamke. ورواه النسائي عنها رضي الله عنها قالت أومأت امرأة من وراء ستر بيدها, kuna mwanamke alitokezesha mkono wake nyuma ya sitara kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, biyadiha kitabun ila rasulillah, afwan, alikuwa mkononi mwake ana barua kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqabadha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yadahu, mtume sallallahu alayhi wasallam akaushika ule mkono, waqala ma adri, asema sijui, ayadu rajulin am yadi imra'a, je huu ni mkono wa mwanamume au ni wa mwanamke? Qalat bal yadu imra'a, yule mwanamke sasa akasema ni mwanamke, yani kabla pale mtume hakujua nani. Qala law kunti imra'at la ghayyarti adfaraki, law ungelikuwa ni mwanamke ungebadilisha kucha zako, yani ungetia nini? Ungetia hina, yani bil hina. Akhrajahu Abu Dauda والنسائي. لكن لا تصبغ أظفارها بما يتجمد عليها ويمنع الطهارة, asipake kwenye kucha rangi ambazo zitakaukia pale zizuie asiweze kujitia tahara kama udhu, kama zile rangi za kizungu zile ambazo watu wengine hupaka. Sawa, naam.
Wa amma sabghu almar'ati sha'ri ra'siha, amma kutia rangi mwanamke kichwa chake, fa in kana shayban, ikiwa mwanamke ana mvi, fa innaha tusbighuhu bighairi as-sawad, anatakiwa atie rangi lakini asitie rangi nyeusi, liumumi nahyi sallallahu alayhi wasallam, kwa katazo ya mtume anis sabghi bis-sawad, kutia rangi nyeusi khalis. Qala al-Imam an-Nawawi katika Riyadhus Salihin صفحة 126 باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بالسواد, mlango uliokataza mwanamke na mwanamume kutia hinna au rangi, kubadilisha nywele zake kwa rangi nyeusi. Waqala fil majmu' Imam an-Nawawi katika majmu' wala farqa fil man'i min al-khidab sha'rihima bis-sawad, wala hakuna tofauti ya fil mani, kwenye kukatazo la kutia rangi kwenye kichwa chake nyeusi, baina ar-rajul wa baina al-mar'a, wa hadha madhhabuna, baina mwanamume au mwanamke. Wa amma sabghi al-mar'ati li sha'ri ra'siha bis-sawad, amma kutia rangi mwanamke nywele zake ambazo ni nyeusi kwa rangi nyeusi, liyatahawala ila launin akhar. Amma sabghi al-mar'a, amma kutia au kubadilisha mwanamke li sha'ri ra'siha al-aswad, nywele zake nyeusi, akatia rangi au akatia hinna, liyatahawala ila launin akhar, pengine zigeuke ziwe browni au ziwe nyeupe au ziwe rangi yoyote. Falladhi ara, navona mimi, anna hadha la yajuz, hii haifai, liannahu la da'iya ilayhi, hakuna haja, lianna as-sawada binisbati lish-sha'ri jamal, weusi kwa upande wa nywele ni uzuri, lakini lau katia ni mafuta au ni ile rangi yenyewe nyeusi ya kufanya zile nywele ziwe laini, hiyo haina mushkila. Walaysa tashwihan yahtaju ila taghyir, na si sura mbaya kwamba inahitaji kugeuzwa. Walianna fi dhalika, kufanya hivyo, tashabbuhan bil kafirat. Jambo la mwisho, wayubahu lilmar'a, ni halali kwa mwanamke an tatahalla min aldhahabi walfidda bima jarat bihi alada, avae dhahabu au fidda ya kitu ambacho ni katika mazoea. Wa hadha bi ijma' alulama, vaa cheni, vaa harini, vaa pete, na hii kwa ijma' alulama. Lakin la yajuzu laha, haifai kwake, an tudhhira hulliha lirrijali ghairi almaharim, kudhihirisha pambo lake kwa wanaume ambao si mahram zake, bal tasturuhu, bal ajistiri, khususan inda alkhuruj min albayt, hasa wakati anapotoka nyumbani, wata'arrud li nadhri alrijali ilayha, ili asiwe sababu ya wanaume kumwangalia, lianna dhalika fitna, wa qad nuhiyat an tusmi'a arrijala sawta hulliha alladhi fi rijliha tahta thiyab, amekatazwa mwanamke asisikilize sauti ya zile khalkhal, zile cheni anazovaa mguuni chini ya nguo, ili asisikie mtu, yani amekatazwa kufanya hivyo. Wala yadribna biarjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, wala wasipige miguu yao ili watu wakasikia zile walizovaa vitu chini ya miguu, na hiyo ni katika fitna. Fa kaifa bilhulli adh-dhahir, ikiwa hilo imekatazwa, je lile pambo dhahabu ambayo iko wazi? Walhamdulillah, inshallah leo tutasimama kwa hapa hadi Jumapili ijao, tutaendelea na faslu ya 3 ambayo inaelezea masala ya hidhi na istihadha na nifas. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Hii ni An-Nisaa TV.